Hali ambao huko make sure ya kwamba huko kuna space. Tutakuta hewa sasa. Ingawa tuko ndani ya room, haishi kama tungekuwa mahali kama huko kwa miti, huko ndio tungepata oxygen ya kutosha. Hata hivyo wacha tu tufuta hewa. Haya, 1 2 3. Down. Haya, 1 2 3. Out. 1 2 3. Out. 1 2 3. Out. 1 2 3. Out. Watch out. Kwa nini tunafanya deep breathing? Kufungua nini? Kufungua mapafu. Mwingine. Unafungua hiyo nini sasa unafanya? Supply oxygen. Kufungua kwa njia gani sasa? Unajua kwa mapafu kwa lungs hapo ndio tunapata oxygen, exchange of oxygen and nutrients. Siko na hiyo. So unapopumua, especially ile tunalala usiku. Unajua kulala usiku ile hali ya kulala unapumua kidogo tu maana unalala hakuna kazi unafanya, mwili unapumzika. Na mwili kipumzika haihitaji oxygen ya kutosha kwa mwili, maana unafanya nini? Unapumzika. Ikifika asubuhi inakuwa kombendi ya kwamba ikifika saa 12 saa 1 unatoka nje mahali pa hewa safi, halafu unafuta hewa mara ngapi? Mara 10. So that ile sio tu ambayo ilikuwa ndani ya lungs iweze kufanya nini? Iweze kutoka. Alafu kwa mapafu tunataka concentration ya oxygen ifanye namna gani? Iende juu. Itakapoenda juu itaingia kwa damu ya mwili ili kila organ kwa mwili iweze kupata oxygen yake ya kutosha. Nataka tusome kitabu cha maana tunaenda kuendelea na hiyo ugonjwa wetu ya jana ya ugonjwa wa kisukari. Pia nataka tuangalie kwanza namba ya kati ya pili. Namba ya kati ya pili kama fungu la 14 na kama mpata mmoja tusome. Namba ya kati ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha. Nataka mtu asome kutoka hapo. Nataka mtu asome. Nyakati wa pili. Nyakati wa pili. Mambo ya nyakati ya pili. Saba fungu la 10. Saba fungu. Saba fungu
fungu la 14. Mambo ya Nyakati ya Pili 7 fungu la 14. Inasema, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Amina. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina la wala ambao wale ambao tulitoka katika domino, wala ambao tulitoka katika domino, wasa mimi nilikuwa kiongozi wake katika kanisa hilo. Mimi hapo mwanzo nilikuwa mshiriki wa kanisa la Kirumi. Alafu kutoka kanisa hilo nikapata rafiki yangu mmoja alikuwa anaitwa Evangelist Rono. Wale ambao wanatoka sasa siku huku Westfield wanajua hiyo. Wakati mmoja nilikuwa naingia katika kanisa la Matunda pale. Tulikuwa nao watumishi wa Bwana walikuwa wanafanya crusade, hao ndio walienda katika kanisa hili la hao ndio walihubiri. And they were strict vegetarians. Walikuwa wazuri wa nabii na walimu wazuri wa mambo ya afya, maana walikuwa wanazingatia mambo ya health reform. Wakanifundisha mengi sana. That was 1987. Nikabatizwa kuanzia sasa 1988 kwa sababu ya uchungu ambao walinipatia ya health reform, nikareform hapo mwani. Na tangu wakati huo nimeishi kwa kanisa nikikuwa hii kupata amri za Mungu katika mambo ya health reform. Na nimefundisha wengi. Lakini shida ni kwamba there's a serious problem kwa yale makanisa yetu. Tuombe tafadhali. Hapo ndio shida. Maana tayari message ilipigwa nje, haiko. Na watu wa Mungu katika yale makanisa yetu walimkataa Mungu. Walipokataa katika mambo ya afya ya Mungu naye akapata mkaraji na kuwakataa. Sasa kwa sababu amewakataa, watu ni wagonjwa. Wengine arthritis ni inauma. Wengine ugonjwa wa sukari na walemea. Wengine pressure. Kama juzi kuna daktari enda mmoja alikufa tu. Na nikusema kanisa anakufa kutokana na ugonjwa wa nini? High blood pressure. Hiyo kitu kingine. Amepata pressure kwa many years. Anakunywa madawa ya pressure kila siku. Mwishowe pia box 1. Na ni mtumishi wa Mungu. Imagine high blood pressure. Watu wa Mungu, watu wengi wanaenda kufariki kwa sababu ya kufanya hivi, kukataa Mungu. Kwa maana Yesu anasema ya kwamba ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha, because you must be humble. Kufanya sababu ya health reform, you must be humble. Lazima ukue na maana, unyenyekee mbele ya Yesu. Kwa sababu watu wamekataa kunyenyekea, basi Mungu naye anasema kwa heri, kaeni na magonjwa yenu. Watu wanazidi kufariki. Tumeki matters worse. Watu ambao walipokea ujumbe wa afya na wakapatiwa maagizo
Yesu anasema kama mnanidharau, enda papo utakuta matibabu. Na sasa wengi wa wanaojiita Waadventista wa Sabato wanafuata msafara, wanaelekea Babeli. Wako njiani kuelekea Babeli, na wanatumia matawi ya Babeli na wamemwaga pesa huko Babeli, na matawi ya Babeli badala ya kuwasaidia inawaua. So unataka tuende kwa uwanja wa kwanza wa Israeli. Jana tulikuwa na soko tunaangalia huko, lakini sasa huko hiyo ni kitu refu. Sasa ni uonyeshe kidogo na wale huko na makalamu na makaratasi ya kuandika kitabu kama mwandike sasa. Maana tunaenda katika natural treatment ya ugonjwa wa diabetes, ugonjwa wa sukari. Kwa nini ugonjwa wa sukari? Ugonjwa wa sukari ni ugonjwa gani? Ugonjwa wa sukari ni wakati sukari ya mwili inakuwa kubwa, inakuwa in circulation, inakuwa katika kiwango cha juu. Kiwango cha juu. Kwa mwili tuko na kipo ama organ ile ambayo ina control, inatengeneza mambo, ile hormone ile insulin inaitwa hiyo organ. Unajua insulin ni nini? Wangapi unajua insulin? Weka mkono juu. Insulin. Unajua hii? Sio unajui? Sasa insulin hiyo ni hormone ama ni dawa, aje nitumie tu ni dawa. Ndio mambo ya Kiswahili tena kwa ngumu. Ni dawa ambaye mwili mwenyewe unatengeneza ili sukari kwa mwili ikipanda juu, hiyo dawa inatumika inapunguza nini? Sukari ambayo itajaa kwa damu. So ni vitu ambavyo inakuwa automatic ile kwa kiumbe. Na hiyo dawa ambayo inaitwa insulin inatengenezwa katika sehemu gani? Wale digital wale hivi kwa watu wa dini. Inatengenezwa wapi? The pancreas. Unajua the pancreas? Hiyo pakiti ya the pancreas hapo ndio inatengenezwa. Ikitengenezwa hapo inakuja kwa damu, alafu na regulate the level of sugar in the blood. So unapokula vyakula vya carbohydrates kama mahindi, viazi, nini, mkate, ile vyakula ambavyo tunapatia nguvu ni vyakula gani? Mahindi, wheat, nini tena kile? Jere. Ile vyakula ambayo inatupatia nguvu ya kufanya kazi kwa mwili, inapoingia kwa tumbo inapata digestion, mwishowe tunapata nini? Glucose. Sasa hii glucose ni sukari. Si sukari? Glucose ni sukari kwa mwili sasa. Hiyo glucose ndio inaingia kwa cells za mwili, alafu unajipata huko na nguvu ya kutembea, unajipata huko na nguvu ya kuongea, unapata huko na nguvu ya kufanya kulima kwa shamba. Ile nguvu ya kufanya kazi kwa shamba inatokana na vyakula ambavyo tunakula. Ambapo tunataja. So wakati mwingine hii sehemu ambayo ita pancreas inafika mahali inaanza kutengeneza insulin kidogo ama sagina kwa. So kuna wakati inafika pancreas inatengeneza hormone hiyo insulin kidogo, ama inafanya nini? Ama inakuwa. Sasa ikifika kiwango hicho sasa itabidi sasa mgonjwa
hawezi kutafutiwa hii dawa inaitwa ishi kutoka nje. Ndio maana tunaenda kwa maduka tunanunua nini? Hiyo dawa inaitwa ishi. Unakuja na kidunga, unajidunga, unadunga mgonjwa wako. Ikisemekana sukari imeenda juu sana, unadungwa. Kama iko chini sana, watu wanasema patia yeye soda. Unasema hiyo ni hatari. Wale wasukari kutumia soda, hiyo ni hatari sana. Lakini kwa dunia hiyo ndio mafundisho hapo. So kuna watu wanafanya research kama Kenya hapa katika wizara ya afya, wanasema ya kwamba wagonjwa 100 hapa ndio tuko wangapi? Tuko wangapi hapa? Kwa kikundi cha watu 100 hivi, at least 25 to 30% wako na ugonjwa wa sukari. Wengine wanajua na wengine hawajui. Wengine wanajua na wengine hawajui. Tunasikia tu tunapofika kwa nani umechoka. Tunakuwa na ile dalili za ugonjwa wa sukari. Lakini kwenda hospitali kupimwa inakuwa ni shida. Watu wetu hawaendi hospitali kupimwa. Watu hawaendi kupimwa. Mtu anakaa tu ni mgonjwa, anasikia mwili haendi vizuri, lakini haendi watu waende kufanya nini? Haendi kupimwa. So mtu anakaa na hiyo shida, ajui kama hapo mgonjwa. Alafu siku moja unasikia ati mama fulani alikuwa kwa shamba, alafu akafanya nini? Ni wangapi mmesikia ama wangapi mmeona ati mama fulani alikuwa anatoa mahindi kwa shamba, alikuwa anapalilia, alafu akaanguka kwa shamba. Si wewe? Ni wewe? Ndio unakuja watu wanaanza kuongea. Sima alikuwa amekuja kwangu anachukua maziwa na kutengenezea wachukuru chai. Alikuwa vizuri, alikuwa anafurahi. Hii ni nini sasa? Kwa nini amekuwa hapa na hivi? Kumbe alikuwa na ugonjwa wa sukari na yeye hakujua. I wish kama tungepata hiyo street ya kupima sukari. Tungepima hapa hizi wote kwa sababu hii. Watu wanaosikii. Especially wale wakubwa. Tunaweza wacha vijana wale wadogo, vijana. Lakini watu wakubwa wote ya sababu tunakuwa na sisi wote. Alafu tunaona kama tuko vizuri. So ni nini ambayo inaonyesha kwamba mgonjwa huyu hapo na ugonjwa wa sukari? Maana wengi wenu mmehandle wagonjwa kama hao. Umeona? Na nimewasaidia kwa njia moja au nyingine. Nataka sasa mniambie ni dalili gani ambayo inaonyesha kwamba huyu mgonjwa hapo na ugonjwa wa sukari? Dalili namba 1 ni gani? Kama mikono. Yes. Kukojoa mara kwa mara na macho kupatika. Kuenda haja ndogo mara kwa mara. Yes. Ati? Una sweat. Na sweat. Nyingine? Yes. Kuumwa na kichwa na pia joints na pia kusikia umechoka sana. Unasikia tu general malaise. General malaise ndio unasikia unauma joints, unasikia mwili ni kama maumivu kila mahali kwa mwili. Yes. Kuwa na kiu ya maji. Unakuwa na kiu ya maji. Unakuwa na kiu ya maji. Na kwa nini unakuwa na kiu ya maji? Kama tukipata hivi tunasoma hiyo sala kuona kwa nini unakuwa na kiu ya maji. Alafu mwingine? Yes. Hasira ya hali ya juu. Kwa hiyo watu
wa askari anafanya mtu anakuwa na hasira. Yes, mwingine kama unajua hiyo maneno. Unaweza kumbuka. So yani ona kwamba sema ni kweli. Lakini juhudi ya kwamba hata kuna magonjwa mengine pia yanaweza dalili kama hizo. Kama wasa upande wa wazee akiwa na shida ya prostatitis, yaani prostate gland yake inaanza kuendelea, inaanza kuwa kubwa, lazima anafanya namna gani? Anaenda mara kwa mara. So that's why screening is very important. So number one, sign ya mgonjwa wa sukari ni positive results kutoka kwa lab. Hiyo ndio namba 1. Anaenda kwa lab apimwe sukari yake ijulikane iko kiwango gani, na sio mara moja, at least 3 times. Nienda kwa hospitali nipimwe leo, nipatikane iko na kiwango ya sukari ya 10 ama 12 ama 15. Niambiwe niende tena kwa siku 2 kesho nipumzike nyumbani. Tena nikuje nipime mara ya ngapi? Mara ya 2. Nipatiwe siku 2 tena nipime. Sasa kupima mara ya 3 na ionekane kwamba bado sukari iko juu. Hiyo sasa ni confirmatory test. Sasa inasema kwamba niko na nini? Na sukari. Unajua dunia inafanya mwanadamu ama hospitali zetu za dunia zinafanya hivyo. Ikiwa umepatikana uko na sukari na hiyo imekuja juu, umepimwa mara 3 na imekuwa kwa fahamu ya kwamba sukari iko kwa damu. Unaingia kwa test, unaingia kwa clinic, unapatiwa appointment sasa. Sasa unakuwa mteja. Unakuwa customer. Unajua customer? Yes. Customer ni mtu gani? Mtu anakuja na customer. Mara kwa mara. Ni kama sasa nomino wakati kie ni customer ya Vatican. Ama mjui. Nomino ni customer ya wapi? Ya Majesu. Maana walitaka nyaya. Ndio wanaiendesha sasa bila wanataka. Wale chunguza wanafanya kila kitu wale control. So mgonjwa huyu anakuwa customer ya hiyo clinic. Anakuwa customer. Ni ukiwa customer unapatiwa masharti. Unaambiwa bila utafikiria. Unaambiwa kuanzia leo mama, chochote nasikia ndio. Kuanzia leo utakaa hivi. Utakuwa na kuja kwa clinic na usikose kuja kwa clinic. Umesikia? Ndio nimesikia. Usikose. Ukija kwa clinic tunakupima na tunakupatia dawa ya kuweza kutumia kwa mwezi mmoja ama mbili bila kupata. Sasa wewe kila siku shughulikia kwa ile yako. Alafu tena wanakuambia hivi, ukikosa kuja utaingia katika hali ya hatari. Sasa unasema afande, nimesikia. Sasa unatoka huko na madawa yako, alafu unaenda wapi? Nawe nyumbani unaanza program ya madawa ya Majesu. Unajua hii madawa ya diabetes ni business empire. Ni biashara mashuhuri ya wakubwa wa hii dunia. Wakubwa wa hii dunia.
na wanatengeneza faida kubwa. Unajua nimeweka chini ili sauti isiende kukorofisha wale hao watu. So hao watu ni entrepreneurs multi-billionaire, ni matajiri wakubwa, na wametengeneza faida kubwa katika kuuza madawa hii inaitwa metformin. So madawa yote hiyo inasemekana ya kutibu ugonjwa wa diabetes, hiyo madawa kuna kile wanaita inaitwa metformin based drug. So hiyo dawa unapokunywa hivi, kama sukari ilikuwa naenda juu, inarudisha chini, hiyo dawa inakimbia kwa mwili, alafu kuna vitu tunaita sensations, yaani mwili inapigwa check kidogo hivi, ati mambo iko sawa, alafu sukari inarudi chini kidogo. Yaani ile kitu tunaita artificial sensations. Ni kama mtu ambaye amekunywa pombe. Mtu ambaye amekunywa pombe, ni nini inamfanya naanza kupiga kelele na kutukana na watu njiani? Ni ama mtaona hiyo, mtu amekunywa pombe ndio huyo kwa njia anaenda mpaka nyumbani, lakini atafika njiani na ile amelewa, naanza kutukana na watu. Kwa nini anafanya hivyo? Si akili imepotea? Yes. So hiyo dawa ikiingia kwa mwili inaingiza damu ya kwamba issue ni sasa hapa ni mzuri. Alafu inaanza kuregulate hiyo issue, inakuwa damu inaingiza. Sukari inarudi chini sasa. So hiyo ni biashara kubwa, na wale matajiri wanakuwa matajiri kutokana na hiyo. I wish kama Yesu angetembea dunia wakati huo sasa. Imani Yesu akuje atembee kwa hizo clinics siku hizi, atasema nini? Maana hiyo dawa unakunywa asubuhi, unasikiliza kila asubuhi na jioni, ingine kila asubuhi, lunch na jioni. Unapomeza ile dawa kila asubuhi, si unalipia hiyo dawa, you pay for that, unalipia hiyo dawa. Ukikunywa asubuhi, pesa inaingia kwa akaunti yao, na ile dawa haikusaidii vile utakavyo. Yaani ukikunywa, pesa inaingia kwa hao watu wa akaunti. Jioni pesa inaingia. Kwa siku moja pesa inazidi kuingia kwa mtu mmoja. Tuko na wacha wako wakati. Sasa kusema hii sehemu ya moyo hapa. Kuna wacha wakati wewe. Nini kinakuwa na wacha 200, 300, 400, 500. Nini kinakuwa? Moja. Ukienda Kenyatta ni thousands kwa kliniki ya nini? Na diabetes. So ile pesa inapata kila siku ni pesa more, pesa mingi. So hiyo ni biashara nzuri ama ni biashara mbaya? Sasa ni biashara. Sasa ndio maana Yesu anasema hivi, njooni kwangu ninyi nyote, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao, mmesumbuka na ugonjwa, mmepambana na ugonjwa wa diabetes, kama mmechoka, mmetoa pesa, mmeuza mbuzi, pesa imeisha. Sasa Yesu anaambia watu wake waingie kwa kliniki ya Yesu, na kliniki ya Yesu iko na kliniki ya Yesu inakuwa managed na wale watu ambao wanajua ile njia Yesu anatumia kutibu watu wake, sio kila mtu. Na kwa kliniki ya Yesu hakuna biashara. Hiyo ni asubuhi sasa. Jemusha ma? Ni lazima. Haya.
tafuta red onion. Unajua red onion? Red onion imejaa kwa maduka hapa, kwa masoko yetu hapa. Lakini tena usiununue ile red onion ambayo imetuka sana, ile ni madawa mingi. Tafuta red onion ile iko kidogo na hivi ni safi. Kata ile red onion, weka ndani ya sufuria, mahali hiyo maji glasi moja inachemka. Sasa utaandika hiyo roho yako. Kata kitunguu hiyo. Weka kwa hiyo maji ambayo inachemka sasa. Unaandika? Alafu wacha ichemke tu. Kwa nini inachemka? Tunataka hii kitunguu iko na dawa ambayo inafanya kazi kama insulin inafanya. Hakuna tofauti. Lakini iko na dawa natural. Sasa hiyo dawa ambayo iko ndani ya kitunguu ikiingia kwa hii boiling water, bila inaendelea kuboil, kuchemka, dawa inatoka kwa kitunguu inaingia kwa maji. Na sasa hiyo ukikaa kama mama amekaa kwa sufuria anachemsha, harufu inaanza kufanya barabara. Inaanza kutokea. Hiyo dawa hiyo ya harufu hiyo ndio sasa tunataka. Lakini tunaitaka ndani ya maji moto. Haya. Ikichemka kama dakika 10 hivi, kuja na kitunguu yako. Sasa strain hiyo maji. Strain kufanya nini? Chunga leta kichungi, alafu rudisha maji kwa kikombe kwa glasi. Alafu leta tunda lako la lemon. Lemon inaitwaje kwa Kiswahili? Ndimu. Leta ndimu moja safi. Uishagisha kabisa, uikate katikati hivi, alafu hii nusu yake fanya namna gani? Squeeze kwa hiyo maji sasa. Ati nini? Maji yalichemka na kitunguu kwa 10 minutes, ukatoa na kitunguu, si ndio? Ukairudisha kwa kikombe. Ndio maji. Sasa si maji peke yake, ni maji pamoja na ile dawa ya kitunguu. Si ndio? Sasa hiyo maji inaruka kitunguu. Tafuta sasa ndimu hata katika, lakini ni safi, sio uchafu. Lazima isafishe vizuri kwa sababu ndio unapata hivi. Alafu kuna ile maji ya lemon ya tunda unaweka wapi? Unapiga kabisa vizuri mpaka maji ya hiyo tunda iingie kwa kikombe hivi. Alafu unakoroga hivi, alafu unapata dawa yako ya issue hivi. Suri smart. Sasa hapo hakuna kujidunga. Hakuna tembe. Hakuna pesa inaingia kwa wale mabwenyenye. Ama hiko. Bei ya kitunguu moja ni pesa ngapi? Five. Haya, na chumba moja? Chumba hiyo moja ni ngapi? Depending, kuna wakati matunda yanakuwa mingi. Useme 10 shillings maximum. Lakini sasa umetumia nusu na bei ya maji glasi. Drinking water. Glasi moja ni shilingi ngapi? Free. Yaani anapeana maji free. Sasa hiyo bei yote ni pesa ngapi sasa? Shilingi 20. Tena ni natural kabisa. Haina matatizo kwa mwili.
Sio ile metformin ambayo unakunywa. Haina matatizo kwa mwili. Unakunywa tu vizuri, alafu unatumia. Unatengeneza asubuhi kwa tumbo ambayo haina chochote. So unakunywa hiyo. Jioni, maana wewe mwili wa sukari atakani kula usiku. Jioni utamalizia na hiyo glasi tena. Hiyo ni sehemu moja. Hiyo ni sehemu moja. Sehemu nyingine, kuna wale ambao sukari imeenda juu, inasumbua all the time, inaenda juu, sukari inapanda juu, inaenda 20, 30, nyingine hata inafika 40. Ikifika hapo sasa, it means the pancreas imekufa. Ifanye baya. Pancreas imekufa, haifanyi kazi ya kutoa hiyo dawa. Sasa lazima ujiandae. Sasa hapo tunafanya yafuatayo. Sasa nataka muandike tena. Sasa hapo kwa siku 30 nataka sasa ufanye uandike treatment ya for 30 days, hiyo ambayo utafanya. Because hicho kiungo cha pancreas kama kimekwama, kuna vitu, kuna madawa Mungu ameweka katika vyakula vyake ambayo inaweza ifufua kufanya kazi. Sasa kuna kitu tunaita juice na smoothies. Juice ni nini? Juice ni nini? Maji yanayotoka kwa matunda. Maji yanatoka kwa matunda. Yanatoka kwa matunda? Matunda gani? Hata boga, hata kwa grains, unaweza kutoa juice yako. Maharagwe unaweza kutengeneza maharagwe. Kama soya beans, unaweza kutoa juice yako. So, juice inapatikana namna gani? Kuna mashine zinaitwa juicer. Wala hapa huko na hiyo mashine ama umejiona unaweza kuifahamu. Juicer iko na inakatakata na kugrind na finya na kutoa maji yale ambayo yako ndani ya hiyo tunda bila kuchanganya maji. Ni ile original yenyewe sasa. Unakuta kama ni tunda moja, tuseme kama uko na tunda size hii, haiko milango hii, ama matunda mawili matatu hivi, ikifinywa katika hiyo juicer inaweza toa a quarter a glass. Maana hiyo ndio ilikuwa ndani ya hiyo tunda. So you don't mix with anything. Ni ile juice ambayo inatoka kwa hiyo tunda peke yake. So unaifinya. So kwa glasi moja unaweza kutumia matunda 5, matunda 6, matunda 7 kwa glasi moja. Hiyo juice sasa. Ingine ni smoothie. Smoothie unatumia sasa blender. Wewe unajua blender. Unakata kidogo, unaweka ndani ya blender, unahakisha stima, alafu inafanya ndii, alafu inatoa kitu kama uji. Lakini lazima utumie lazima umwage maji kwa hiyo matunda yako katikati.
Unaweka maji hapo kiwango fulani, alafu na prime. Hiyo inaitwa smoothie. So tuko na juices za matunda, tuko na smoothie za matunda. Smoothie za matunda ni vizuri sana kwa wagonjwa wa diabetes, wagonjwa ambao wako na diabetes. Na smoothie ya mboga ambayo ni green ni mzuri sana kwa wagonjwa wa sukari. Alafu tena ile kitu tunasema ni kwamba wagonjwa wa sukari asipewe kitu inaitwa soda. Usijaribu kupea mgonjwa wa sukari kitu inaitwa namna gani? Soda. Hawataki mpatie maji kule. Hakuna. Na hiyo sio soda. So sasa tuingie kwa treatment sasa. Nataka sasa kubadilika hapa. Kwa wale ambao wana elevated sugar levels kwa damu, inawasumbua kila time. Nenda juu. Kuna kitu tunaita tropical issue smoothie, inakuwa na vitu vifuatavyo. Number 1 ni mango. Unatafuta tunda moja ya mango. Unajua mango? Mango. Maembe. Ambayo imeiva vizuri. Imeiva vizuri. Ingine unatafuta kitu tunaita unatafuta kitu kama almond milk. Almond milk ni wangapi wanajua? Almonds. Milk, masimu ya almonds. Almond milk ya supermarket sio kubwa unasipata. Hiyo sasa masimu yale kununua kwa supermarket. Utaendeleza masimu. Na hata masimu na masimu yanatengenezwa yale imekuwa packed. Ya almond na imeandikwa almond milk. Kwa maduka tunanunua tu hiyo. Imekuwa process tayari. Alafu avocado. Mbona unajua avocado? Avocado iko mingi imejaa kila mahali. Next time ukiwa na kama tena nikija nipate avocado. Nenda kwenye msimu. Avocado iko mingi. Mkule. Avocado moja medium size. Alafu cinnamon powder. Cinnamon powder unaijua. Unajua cinnamon? Cinnamon unajulikana. Powder. Sasa utafanya namna gani? Hiyo sasa ni wakati wa breakfast. Sasa hiyo mango unakata mango kiasi kidogo hivi, almond milk unaweka, avocado na hiyo cinnamon powder unachanganya pamoja kwa blender, una blend. Unatengeneza 300 ml chupa ya 300 ml. Alafu unapea mgonjwa hii breakfast. Alafu ikifika saa 4 asubuhi hapo mbona pia sasa hapo kama umeandika breakfast ya asubuhi ndio hiyo sasa. Kwa hivyo huyu mgonjwa breakfast yake si uji ama chai ama mandazi, hapana. Nilisema 30 days anafanya anatumia hiyo nini hiyo smoothie. Alafu ikifika saa 4 asubuhi, saa 5 hivi unamletea vitu vifuatavyo. Unamtengenezea kitu kinaitwa hibiscus tea inhibition. Wakati walikuwa hibiscus, mnajua. Hibiscus by the way ni dawa nzuri sana ile natural. So unatengeneza hibiscus na unaweka kwa maji ambayo yamechemsha, alafu
unatoa juice ya aloe vera. Aloe vera mnaijua. Aloe vera tunaita tunasema aloe vera. Subiri. Unakata tu kidogo ile nusu ya kale kamuti, unatoa juice yako ya aloe vera. Alafu unaweka vijiko viwili kwa ile maji moto ya hibiscus. Alafu unafanya hivi unafanya unakoroga vizuri kabisa. Alafu unapatia pamoja na kunywa glasi moja ya 250 ml. Hiyo ni saa 4 asubuhi. Saa 4 asubuhi. Lunch unapatia nini? Lunch unatengeneza kitu inaitwa green anti-diabetic juice. Lunch time unatafuta ile cabbage inaitwa kale. Kuna ile cabbage, kuna ile kuna ile cabbage imekoi. Ile sukuma wiki imekoi. Na ni tamu. Kuna wengine huko akio poka anasema akio poka iko na mashetani. Hiyo poka by the way ni dawa ya ajabu sana. Iko na vitamin K grade 1. So hiyo inaitwa K. Kitu kama hiyo. Inaandikwa Kai ile ni kwa hivi. Sikuna hiyo. Green kabisa. Unatafuta hiyo kiasi. Alafu unatafuta spinach. Spinach 1 leaf. Tawi moja spinach imetosha. Alafu unatafuta broccoli. Broccoli mnaijua? Broccoli hapa sasa. Broccoli ndio ile kidogo. Broccoli iko bei yake kidogo. Na ni broccoli fresh. Sio ile ambayo inabadilika baada ya rangi broccoli ile fresh. Unakata kiasi kidogo. Apple. Unajua apples? Kuna red apples, green. Hizo. Unachukua green apple moja. Alafu unatengeneza lemon juice. Unatengeneza ile maji ya ndimu vijiko viwili. Unaweka pamoja, una blend. Hiyo smoothie iko na vitamin K ya kutosha ya kutengeneza sukari kwa mwili. Kutengeneza sukari kwa mwili ifanye namna gani? Ikuje katika kiwango pale ndani. Na imagine sasa hiyo hii kitu unafikiri ile mama ina maneno ile hata kwa anafanya kwa hizi issue ya pancreas. Nafikiri aioni inaona mambo ya kutenda. Inaona mambo ya kufanya nini? Ya kutenda. So nani inaanza kufanya nini? Kujigenerate kwa tu. So mwili yenyewe kati inaanza kuregress sukari nzuri. Na hiyo kiungo nayo inatengeneza hichi nayo inaendelea kufanya nini? Kupata uponyaji. Na kwa sababu kwa viaji. Si hiyo cabbage imesema. Hiyo cabbage hiyo ya green hiyo K. Ile pale ya K. Green and K. Ndio. Sio cabbage white. Kuna vipi? Okay. Ile cabbage imekoi hivi. Hebu sema watu wapi? Kuna matumbo. Wengine wanaita matumbo. Cabbage matumbo. Wanaita sukuma matumbo.
Ndio hiyo sasa tunaijibu. And by the way, kama reformers tujaribu kupata hiyo mboga. Maana content yake na pika ni kesi iko juu sana. Iko juu. So hiyo ni lunch. Sasa ikifika saa 10 jioni, tengeneza tu kikombe moja ya warm water, uweke hiyo cinnamon powder. Unaweka tu cinnamon powder, nusu kijiko, glasi moja kwa maji moto. Unaweka tu hivi, unakoroga hivi maji moto, alafu unafunika kidogo, alafu unapoa. Unapoa kwa dakika 5 hivi, alafu unapatia mgonjwa. Hiyo ni saa 10. Ikifika 7, hapo unampatia wangapi wameanza kuona kitu inaitwa chia seeds. Kweli unajua sasa chia seeds una blend chia seeds, unatoa vijiko viwili, unaweka kwa ile paleta yako. Ile paleta ya spice inakuja, kuna ile inakuja vitu kama hivi kama 3. Inakuja na paleta yenyewe, juisa na ile ingine ni kwa ajili ya crush vitu ngumu sasa kama maharagwe. Grinder, yes. Sasa unatumia, unajua grinder kanafaka dogo. Unaweka vijiko viwili, unaweka maji glasi moja kwa hiyo grinder. Kwa hiyo alafu unafunga vizuri, una grind sasa. Una grind mpaka inakuja ni kama maziwa sasa, inakuwa kama maziwa. Sasa hiyo unaweka glasi moja, unaweka hiyo kiasi sasa nini maziwa glasi kiasi. Unaweka kwa glasi, alafu na ile chupa ambayo ilikuwa imebaki ya nini ile chupa ilikuwa paki ya nusu, unaweka hapa sasa. Unaifikia hapo ndani, unakoroga hivi, unapatia mgonjwa. Siku ya kwanza unampatia, siku ya pili unampatia, siku ya 3 unampatia, siku ya 4 unampatia for 30 days. 30 days hiyo sukari yake ya mwili imeanza kuregulate, imeanza kuwa sasa stable. Kwa kuona hiyo sukari sasa, you stabilize the body systems, you stabilize the metabolism. Sasa ile process ya kutengeneza kutoka kwa ile kiungo ya kutengeneza inaanza pole pole. Na hapo sasa ugonjwa unapona. Tunaenda mbele sasa. Ile matibabu ambayo atapata ni strict obedience to the laws of God. Very strict. Tunaenda mbele sasa. Ni mtii wa sheria za nani? Za afya. Kuna hii laws of God. Hapo mbele sasa. Na Mungu anafanya vizuri. Sheria nane za afya mnasijua. Mnasijua? Yes, mnasijua. So unaishi kulingana na kile sheria. Na zaidi ya yote ile sheria ya mwisho inasema trust in divine power. Unaweka imani yako kwa nguvu za nani? Za Mungu. Naye Mungu atakutunza, atakupatia miaka mingi duniani hapa, utakuwa mtu ya furaha na utaishi maisha mazuri na utasumbua watu wote asikuwa mmoja, utasumbua watu. Na utasaidia wengine pia hawezi kuwa na wacha wengine wasifai watafaidika kutoka kwao. Sasa sinienda uwanja wengine maswali tuulize baadaye. Hapa nienda kwa uwanja wengine sasa. At least
tumekuwa na overview ya wetu wa sukari. Wetu wa sukari. So, Mwalimu, kwa sababu ya muda wangeuliza maswali. Muda. Ndio kesho ingie kwa ugonjwa hili. Uliza maswali. Waulize. Kwa hivyo bado tukae kwa ugonjwa wa sukari. Maana kuna magonjwa mengi, kuna kansa, kuna pressure, kuna arthritis, nini, mambo mengi. Kwa hivyo tukae hapa kwa sukari. Dakika ngapi? Tunabakisha dakika 7. Dakika 7 sasa sitabaki. Sasa haya. Ese mwalimu. Na swali huwa linaulizwa. Hebu kuja hapa mbele. Nauliza hivi. Yes. Sukari ni aina ngapi? Mbili. Na kama zinatibiwa sana. Sukari na mbili. Kama zinatibiwa sana. Ile fundisho ya adults, watu wakubwa. Yes, sio watoto. Maana ile diabetes ya watoto sio common sana. Ile iko common because we are dealing with common problems. Ile iko very common ni ya watoto. Kuanzia vijana hawa miaka 25, miaka 30, miaka mpaka miaka 100. Swali lingine, Yes. watu huwa wanajiuliza. Mtu anatakana atumie chakula gani wakati hapo na ugonjwa wa sukari? Ama wale watu hawana sukari, unapaswa kutumia chakula gani? Maana unakuta mtu akiwa na sukari, naomba apone ili atumie vyakula ambavyo alikuwa na sukari. Kuna tofauti ya vyakula vya mtu wa sukari na watu wengine. Kuna tofauti. Maana kama kuna shida ya sukari mwilini, it means ile vyakula ambavyo unakula isiwe na sukari mingi. Isiwe na sukari mingi. Maana what we are solving mchungaji hapo na kitu hapo. Ni swali. Nipeleze kuchini kule. Sasa ukiwa na ugonjwa wa sukari unakuwa under strict dietary requirements. Very strict. Unaambiwa unakula hii na hii na hii. Na imagine ile ambayo tumesoma hapa, unajua hii ni chakula. Pia ni dawa na pia ni nini? Ni chakula. Maana hii majuisi, hii smoothie pia ni chakula. So itahitaji ikifika lunch time. Kama umesikia njaa sasa, ile chakula ambayo utakula ni chakula ambayo inakuwa ni pamoja. Si chakula yote. Wanasema ugali ya wingi ni mzuri. Ugali chakula ambayo haina starch, ni starch kidogo kabisa. Starch inakuwa kidogo sana. So tunaweka upande wa matunda inakuwa mingi. Inakuwa mingi. Kile kama rafiki inategemea ni mgonjwa gani. Because kila mgonjwa mahitaji yake ya lishe ni tofauti. Watu wapane. Na pia tena tunapopatia lishe ya mgonjwa wa sukari, unajaribu kuchunguza mgonjwa huyo kwao nyumbani ni nini ambayo inapatikana hapo. Unaongea na yeye anakuambia kwangu nyumbani naweza kuwa na hii, naweza kuwa na ndizi, naweza kuwa na washe, naweza kuwa na kitu kama hivi. So kuongea sasa kama daktari unaweza kumtengenezea kamili. Kwa vile vyakula ambavyo inapatikana pale nyumbani. Maana hii ingine hii ya madawa hii ambayo tumetengeneza hii ingine unaweza kununua. Lakini sasa kwa chakula sema patikana wapi? Pale nyumbani. So depending on the position and the situation iko na uwezo. Sasa kama tuingia katika sehemu ya chemistry ya kuchunguza kila tunda.
iko na nini ya conference sasa, ile ya mambo ya kuingia kwa sasa na kuchukua kwa msimu kusoma hivi, lakini sasa iko na uwezo. Kwa maana Mungu aliumba na akasema ya kwamba matunda yatakuwa chakula ya watu wa siasa hivi. Hii kitu iko packed with nutrients. Maana hivi tumesema hapa iko packed na nutrients ya kutosha ya kuhifadhi recognition ya mgonjwa huyu. Bora tu awe mwaminifu. Na ndio maana nilisema ya kwamba huyu mgonjwa ambaye ana sukari sasa akimaliza 30 day treatment atafuata ile amri za afya nane ambazo tunasoma kila wakati. Very strict obedience to the laws of health. Very strict obedience. Maana akifika mahali tena aanze kulelelea, Yesu atamwacha basi. Swali ambalo niko nalo ni hapa kwa mwisho, tukiongelea sapa diabetes treatment for 30 days. Hapa sasa umesema chia seeds, alafu tuongeze nini? Hiyo chia seeds imegrandiwa. Kwa chia seeds. Ushauri? 1 cup of water. Hapa sasa sio kashio. Umeweka kwa ile blender. Na mblend. Unajua blend kiasi inatoa maji na kama maziwa sasa. Inakuwa kama maziwa white. Sasa unatoa vizuri, unaweka kwa glasi. Hiyo. Ukiwa kwa glasi unakuja na ile tunda. Unatunda ilikuwa imebaki. Ama unatengeneza ingine mpya. Unaisafisha, unakata nusu, unafinya. Ile juice yake ndani hiyo hiyo. Unakoroga, unapatia mmoja anafanya hivi. Alafu vikunywa, wacha kale sasa. Hii tunda yenye imebaki ni lemon. Lemon juice. Ile hapo imebaki. Si utakula wewe mwenyewe. Nauliza ni tunda gani hili bado? Lemon nusu tunatoa tu maji kidogo na hiyo chia seeds. Wewe itoe tu. Kijiko mbili juu ya mchele. Kijiko mbili hiyo. Hiyo ni sapa ya mtu wa nini? Hiyo ni sapa yake. Na fast ama na kula. Sasa kwa 1 meal a day. Oh, 1 meal a day. Nilisoma breakfast asubuhi, nilisema saa 4. Chakula ni lunch, chakula lunch. Depending availability. Na hii chakula lazima ifuate sheria za mgonjwa wa sukari. So depending vile kama mwana unamfanyia interview. Uko na kitu nyumbani, niko na hii. Alafu kutokana na history ya kuelezea unampatia prescription ya rangi yake sasa. Na ni rangi kidogo. Lakini sitaki hiyo kidogo, sivyo mimi. Maswali mzito. Sasa ni wakati mwingine. Walimu wamesema wakati mwingine maana sasa imeisha. Maswali ni mingi. Katika herbs za diabetes, tunatakia 1, 2, 3, 4. Siku hata hapo. Unajua siku na nini hapa, kuna herbs nyingi hapa. Siku na nini kuna cinnamon, kuna vitu ya herbs nyingi hapa. Kuna ile kwa hii. Herbs zimeingia. Siko.
sukari zinasaidia diabetes. Zile ambazo zimeingia katika hiyo mbegu, kwa hiyo treatment ndio hizo. Hapo na maanisha hiyo kusema wale hapsi ni sisira kwa ile hapo ama kuna kibali sina kwa ile hapo si ndio, lakini siku hapo arafera ni hapo imepata wapi waje tuone. Asante Mungu wetu mpendwa, daktari wakuu, asante kwa mafundisho umeweza kuongea pamoja na sisi yale yote ambayo umeweza kutufundisha juu ya ugonjwa wa sukari, natural treatments of diabetes, njia ambayo wewe mwenyewe umekubali na umeweka kumwekea wanadamu. Tunaomba ya kwamba kama wewe umetengeneza uweze kutusaidia tuweze kuishi katika sheria hizi Baba, ili kwamba tunapofanya kazi katika vijiji na mahali pakote ambapo tunapatikana wagonjwa wa kisukari ni wengi. Tunaomba ya kwamba Baba uweze kuwasaidia na kutoka kutoka hapa tuende kufanya hiyo kazi ya medical mission kwa vijiji na kusaidia watu wako. Uweze kutubariki, tuongoze na elimu hii zaidi ya watu wako waweze kupata uponyaji wa kweli. Ni katika jina la Kristo tumeomba na kuamini.